Mpendwa mtazamaji, tuendelee na kitabu na mambo ya kitabu ambacho nimeipa jina kipindi hiki yaliyosemwa yakaachwa. Karibu, tuko sehemu ya 15. Na wale watu watatu wakaendelea kujibu wakisema, kama hatutayakiri maneno tuliyoyasikia Yesu akisema kabla ya kupaa mbinguni, tutakuwa na dhambi. Kwani mkuu akainuka haraka akawapa wakishike kitabu cha Torati kwa mikono yao. Akawaambia, msitangaze tena maneno mliyoyasema kuhusu Yesu. Wakawapa kiwango kikubwa cha pesa na kumwagiza mtu aende nao hadi watoke nje ya Yerusalemu hadi nchi yao wenyewe. Na Wayahudi wakakusanyika pamoja wakilalamika kuhusu jambo lililotokea katika mji wa Yerusalemu. Lakini Anasi na Kayafa wakawafariji wakisema, msisikilize wale askari waliosema malaika alikuja kuliondoa jiwe mlangoni pa kaburi. Labda wanafunzi wake wamemuiba, halafu walipa fedha walinzi ili waseme hivyo. Kumbukeni, hatuwezi kumwamini mtu mgeni. Hata hivyo wameshachukua kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwetu, wakaapa sawasawa na maagizo yetu. Ni au wawe waaminifu kwetu au waamue kuwa pamoja na wanafunzi wa Yesu. Yesu anakuja, mgogoro unaendelea wakati wa Yesu anaposulubishwa, lakini tutaendelea kuona katika sehemu inayofuata. Mungu akubariki. Amen.